Jina langu ni Peter Ali Mtai. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Vuga, kata ya Kigongoi Magharibi. Kazi yangu mimi ni kilimo cha karafuu, iliki, pilipili pamoja na midalasini. Nilianza kulima kilimo hiki tokea miaka ya 80 tuseme. Tena kipindi hicho labda ninasoma ndio nikaanza kupanda mikarafuu na pilipili. Tokea muda huo basi mimi pia nikawa nafanya biashara kuelekea mjini. Nifanya biashara tokea kama miaka 35 ya mazao haya ya viungo. Tokea miaka hiyo mpaka sasa hivi ndio kidogo nimetulia. Namshukuru Mungu, mazao haya bwana yashatuendeleza mambo mengi, kwa sababu nimesomesha watoto, hata kujenga nimejenga. Watoto wote karibuni na watoto 6, lakini kila mtoto kafika sekondari. Hakuna mtoto ambaye hajafika sekondari. Kwa hiyo haya mazao tunashukuru, tena Mungu atujalie ili tuweze kuendelea. Hata serikali yafikiri watupatie hata mbegu za muda mfupi. Soko lipo, ila soko ni wafanya biashara binafsi, wao ndio wanakuja huku wananunua, au saa nyingine waweza ukasema labda mimi nachukua mzigo wangu na upeleka Tanga, upeleka sokoni basi. Ila soko lipo, ila tungeshauri serikali pia wangetutafutia hata vyama vya ushirika, kwa sababu saa nyingine hata hawa wanaokuja kununua huku inabidi wanatubana. Unakuja wanatubana, unakuta saa nyingine wanatuangusha bei, saa nyingine bei inakuwa juu, saa nyingine bei inashuka. Sisi bwana tunapenda serikali waje watusaidie, kwa sababu kuna kipindi wafanyabiashara hawapo na tunahitaji labda kufanyia kazi mashamba yetu. Yaani hata ule mkopo wa kusema labda mimi nitaenda kumkopa mfanyabiashara, yule akija akishachukua akiondoka ameondoka mazima. Lakini kama kungekuwa na vyama vya ushirika, basi tuna uwezo wa kwenda kusema hapa bana jamani, nikichukua shilingi ngapi hapa naenda hudumia mashamba yangu. Lakini kwa swala la ushuru wanalipa. Mimi ninachoshauri wananchi walipe ushuru, wafanyabiashara walipe ushuru, kwa sababu ushuru ndio maendeleo yetu. Nchi haiwezi ikaendeshwa bila ushuru. Nchi inaendeshwa kwa ajili ya ushuru. Barabara hizi tunazoziona, barabara za lami ni ushuru. Bila ushuru nchi haiwezi ikaendelea hata siku moja. Zahanati, mashule, vitu vingi. Tena Mkinga kama hii wilaya yetu ya Mkinga hii inatakiwa, ili tuendelee, tunatakiwa tulipe ushuru. Wakulima wote walipe ushuru.